Ndugu waandishi wa habari za mchana. Leo nadhani ni mwendelezo wa vikao vyetu. Kwa niaba ya baraza la wazee wa Yanga, kwa niaba ya wanachama wa Yanga, kwa niaba ya wapenzi wa Yanga, kwa Tanzania kwa jumla na wale wasiokuwa wa Tanzania, leo tuna hoja mbili ambazo zinatupa utata katika jambo hili. Hoja mbili tofauti tunataka ambapo ndio msingi wetu tupate ufafanuzi. Hoja ya kwanza, klabu ya Simba ndio ilofanya mchezo ule usichezwe baada wao kusema hatutapeleka timu uwanjani, na hiyo ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Lakini tarehe 8 mwezi wa 3 2025 bodi ya ligi ilielekeza kwa mchezo ule uko pale pale, na wakazidi kuhamasisha watu, wakakata tiketi, na bado ifahamike kipindi kile ilikuwa ni mwezi wa mfungo wa dini zote mbili. Kuna wajasiriamali wakaleta vyakula mbalimbali wakitegemea watu watanunua na watapata riziki kurudi majumbani kwao. Lakini kwa mshangao saa 8 mchana wakatangazwa mchezo ule haupo. Sasa basi tunataka kujua kati ya hoja hizi mbili. Hoja ya kwanza, Simba wamesema wao hawapeleki timu uwanjani kwa sababu ya kuzuliwa na bosa wa Yanga. Hoja ya pili, bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi hii kwa kusema kwamba imeahirisha mechi kuna viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Tatu, wakaeleza kwamba wataunda tume itakayochunguza na kutoa mustakabali huu. Lakini hadi leo tunaongea na nyinyi mwandishi, hakuna kilichotokea. Sasa basi tunapata kigugumizi. Tunataka kujua ni nani aliyokuwa mlalamikaji bodi ya ligi mpaka mechi kuahirishwa. Mechi imeahirishwa na Simba au bodi ya ligi? Kimsingi hoja ya Simba hapa inaonekana haipo, ilikuwa haina mashiko, na ndio maana katika kuonyesha kwao hakuna sehemu walioitaja klabu ya Simba. Sasa basi kufikia uamuzi wa kuacha mechi hiyo, bodi iliwezaje kuahirisha mechi bila kupokea taarifa ya malalamiko na viashirio rushwa na usalama kutoka kwa mlalamikaji? Bodi iliahidi kuchunguza. Je, imechunguza? Na mpaka sasa kimya. Yanga tunahitaji kujua ni hoja ipi kati hizi mbili ambayo timu ya Simba kuziwa kutofanya mazoezi na bosa wa Yanga au viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Kama hoja ni ya bodi ya ligi, itakuwaje tena sisi turudi mchezoni wakati tuhuma inayokabili klabu hatujapata ufafanuzi? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza vyombo husika, kama ni kweli bwana, unaposema viashirio vya rushwa wapo TAKUKURU, unaposema uvunjifu wa amani, usalama wa raia na mali zake huko chini ya jeshi la polisi, haya majeshi yote mawili hayajawahi kusema chochote. Kwa maana inaonekana leo wanapanga mechi hii, wanapanga na nani mhusika, kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi hiyo, na hao ndio tunaotuhumiwa. Je, wanataka uvunjifu wa amani uendelee au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambalo litahatarisha amani na usalama wa nchi? Kwa hiyo basi baraza la wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi, wapenzi wangu, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile iliyoongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili. Ni nani aliyosababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji nani anakwenda kulalamikia mpaka kafikia hatua? Vyombo vya habari, naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi, umati uliozunguka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi, na kwa bahati nzuri katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, hao ni wawakilishi wa matawi mbalimbali waliohudhuria kikao. Tuseme asitokee mwanachama yoyote au mpenzi yoyote akakata tiketi mechi hapo. Lakini lingine tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. Asije ikaonekana mtu kavaa jezi ya Yanga akasema mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga hawatakuwepo wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii
inaongelewa hawatahusika. Na waliokuwa mikoani msisumbuke kuja Dar es Salaam. Msikate tiketi. Kwanza mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zimeenda wapi. Lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha ya vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu. Ielewe au uchaguzi mkuu wa serikali, tunahitaji kupata madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi nasema leo sasa ndio tunafanya hitimisho. Asitokee mtu yoyote au msisikie chochote kwenye mitandao tukatupia hizi habari hazina mashiko, ni uzushi. Ni waombe basi nyinyi waandishi ili jambo mlifafanua, lakini pia na nyinyi mnapoambiwa jaribuni kuhoji. Na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi tutawagawia jamii mkazijenge hoja. Tujue kwanza hata mtu anapoumwa na mpeleka hospitali, daktari anapokuja kufanya uchunguzi, hatimaye mnapata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama imekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaambiwa uchunguzi. Leo unaambia Yanga atacheza. Hii timu sio mali yao. Hii Yanga ni club. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali, wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria. Ina maana sheria zote zinaandaliwa pale. Wao wakitaka ushabiki wa mpira wakishoka pale wana vilabu vao. Hamisi Minjuma kwanza akafufua ile mweza Shooting Star. Zungu hajachelewa aje fufue timu mbili. Ashanti imekufa, Bongo FC kufa. Yeye ni mtoto Ilala aje afufue ili tuonane uwanjani. Sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu ukatii. Narudia, hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi. Si vinginevyo. Yanga wale. Sasa ndugu zangu viongozi wa matawi, nadhani matamko kutoka kwa mratibu wa Yanga mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee mmeyasikia. Na maagizo haya yanakwenda moja kwa moja kwa wanachama na mashabiki wa klabu yetu. Kwa maana tunaposema tunaunga mkono kile ambacho uongozi wetu ulikiandika tarehe 9 kuhusiana na mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3, tunamaanisha kwa sababu sisi ndio tuliowapa dhamana. Na nyinyi viongozi wa matawi ni mashahidi. Katiba yetu inaelekeza wazi kabisa kwamba kwenye klabu yetu chaguzi ziko mbili. Tunachaguana viongozi wa matawi kwenye matawi yetu. Baada ya hapo tunakwenda kuichagua kamati ya utendaji chini ya rais na makamu wake ambao wapo madarakani. Sasa hiki kilichotokea si jambo la kamati ya utendaji ya Yanga, si jambo la mtendaji mkuu wa Yanga, ni jambo la Yanga. Kwa hiyo tunapomaanisha kwamba hii mechi ya tarehe 15 tucheze, tamko hili ni la wanayanga katika kila eneo kwamba tarehe 15 atucheze. Tumeitana hapa kwa maana ya kwamba kupeana ujumbe na kuziondoa zile taarifa ambazo baadhi ya waandishi na wadau tofauti wakielezea kwamba Yanga itapeleka timu tarehe 15. Sasa sisi tumekuja kuwaambia wanachama wetu na mashabiki wetu kwamba Yanga haitopeleka timu kwa sababu kile ambacho viongozi wetu walikilalamikia tarehe 9 walichokiainisha kwenye ile barua hakijatekelezeka. Na sisi kama wanachama tuna mamlaka ya kuzungumza kwa sababu tumeona lile jambo halijafanyika. Leo hii Yanga kupeleka timu kwa kamati ya uendeshaji wa ligi ile iliyofanya madudu ya tarehe 8.